Ninakuja mbele zako Bwana siku ya leo nikitangaza kwamba wewe ndiye baba yangu na wala sina baba mwingine ila ni wewe. Kwa sababu Bwana ulinifilia msalabani, ukaenda Bwana na ukabeba dhambi zangu ukaenda nazo. Na Bwana ndiposa niko huru kwa sababu Bwana ya vile ulinipenda kwanza. Pokea sifa, pokea utukufu. Uinuliwe milele na milele Bwana. Hakuna Mungu mwenye enzi kama wewe. Hakuna mtakatifu Mungu mwenye nguvu kama wewe. Ninaombea wiki hii, tangaza ya kwamba wiki hii itakuwa wiki ya ushindi katika jina la Yesu. Mambo makubwa yatafanyika. Kuna mambo ambayo yanabadilika katika maisha yangu. Wale ambao ni wagonjwa, ninatangaza uponyaji katika maisha yao. Wale ambao wanakuhitaji Bwana kifedha, ninatangaza kwamba uwafungulie njia na milango. Wale ambao wanahitaji milango yao kufunguliwa mikuu, ninatangaza wiki hii waweza kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Wanapojijua Bwana, wao ndio wakombozi wa jamii zao, wao ndio wakombozi wa familia zao, wao ndio wakombozi wa boma zao. Ninatangaza wiki hii kwa jina la Yesu ya kwamba si Bwana ukawabadilishie hali, si Bwana ukawabadilishie majira. Kuna watu ambao wiki hii watabadilishiwa majira. Wamekuwa katika kilio cha miaka mingi. Wamekuwa katika kilio, wanajiuliza kwani Mungu wangu alienda wapi? Lakini ninatangaza siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kama vile Roho wa Bwana anavyoniongoza, kama kuna watu ambao watatoka hapa wiki hii wakiwa na shangwe na vigeregere kwa sababu ya yale Bwana ametenda katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba mafuta ya wakombozi ikaweze kushuka siku ya leo. Natangaza mafuta ya wakombozi ikaweze kushuka siku ya leo, kama yale mafuta ambayo yalikuwa katika maisha ya Joseph. Hayo mafuta ndio ninaachilia ya kwamba kila mahali utakapoenda utabarikiwa, kila mahali utakapoenda utapata kibali, kila mahali utakapoingia favor ya Mungu itashuka juu yako katika jina la Yesu Kristo. Tunakatana na kila nira, kila mipango yote ya uongo ambayo shetani amepanga wiki hii, tunaipagua katika jina la Yesu, na tunatangaza damu ya Yesu juu ya maisha yetu, juu ya nyumba zetu, juu ya familia zetu. Na Bwana, tunatangaza ukuu wako Bwana ukadhibitike mahali hapa katika jina la Yesu. Jehova, ninatangaza watu wako wakafunguliwe kwa njia kubwa katika jina la Yesu. I pray ambao wamekuja mioyo yao ikiwa imeinama, ya kwamba watatoka ule mlango ikiwa imeinuka, kwa sababu Bwana uko mahali hapa kujibu maombi ya watu wako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Sema amen. Sema amen. Salimia watu wawili watatu kwa salamu za upendo wa Kristo. Hallelujah. In the name of Jesus, I declare that you are deliverer of your life in the mighty name of Jesus. And I believe this week will never be the same again, because God is moving in this place in a mighty, mighty, mighty way to His glory in the mighty name of Jesus. Hallelujah. You can take your miracle seat. My name is Minister Njehia. I am saved. I love the Lord because He first loved me. Hallelujah. I am here to decree that kama sio Mungu sijui ningelikuwa wapi, sijui ningeitwa nani, lakini huyu Mungu akaona ya kwamba ninafaa ili kamtumikie, na akachukua moyo wangu na akasema kwamba huyu kijana nitamtumia maisha yake yote. Na mimi nikasema ndio Bwana nitumie. Praise the name of the Lord. Napenda kushukuru Bwana kwa sababu ya our Father Bishop wakiwa na Reverend Patricia Benson. Tuwapigie makofi mahali popote walipo. Ni wazazi wetu wa kiroho, tunawapenda na pia tunawaenzi, na pia tunamwombea sana kwa sababu ya hii kazi ambayo Mungu aliwaitia hapa Nakuru, na tunajua kwamba hii kazi itaendelea kupamba moto katika jina la Yesu. Hallelujah. Pia ningetaka nishukuru watumishi wa Bwana wale wako mahali hapa, tuwapigie makofi mazuri. Ni vizuri kuwa na watumishi wa Bwana katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Pia wewe tupigie makofi mazuri kwa sababu ya kuja. Amen. Praise the name of the Lord. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu amenipa. Sichukulii kama ni kawaida, lakini imegharimu mkono wa Bwana kwa kusimama mahali hapa. Praise the name of the Lord. Sio kwa vile mimi ni mzuri sana, ama mimi ni handsome sana. Hallelujah. Ama mimi ninajua kuhubiri sana, lakini ni kwa rehema za Mungu. Praise the name of the Lord. Na mhubiri ambaye ametoka Amerika akaja hapa na akatupatia ushuhuda, akasema ya kwamba Mungu
alimfanya kuwa mzungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Akamfanya tu, Mungu akaonelea tu, akamfanya kuwa mzungu. Hallelujah. Lakini ametoka hapa Kiambu, ametoka Kiambu Githunguri, lakini Mungu akambadilisha. Kwa hivyo Mungu ndiye ako na jawabu lako la mwisho. Praise the name of the Lord. Mungu ndiye anaweza sema leo uwe milionea na uwe milionea. Hallelujah. Mungu ndiye anaweza sema uitembee na ile gari nzuri na utembee na hiyo gari nzuri. Praise the Lord. Mungu ndiye anaweza sema ya kwamba kuanzia leo utapanda ndege na utaenda mataifa. Oh, hallelujah. Yeye ndiye ako na huo uwezo wa kuchagua mwanadamu na kumfanya mtu katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Nashukuru Bwana, tumekuwa na wiki nzuri ambapo tumekuwa na conference nzuri hapa ya Eastgate Pastors Foundation, na tumeshukuru Bwana, Mungu ameonekana kwa njia kubwa, na jana tukafika kikomo na Mungu akashuka kwa uwezo mkubwa kupitia kwa watumishi wake katika jina la Yesu. Hallelujah. Mwezi huu ama wiki hii tumepewa kichwa ambacho ni a call of a deliverer. A call of a deliverer. Wewe ama kuna watu ambao Mungu amechagua ama amewaita katika jamii zao ama katika familia zao ili wawe wakombozi. Praise the name of the Lord. Ili wakomboe, pengine wakomboe nchi, na kuna wakombozi aina fulani ambao nitataja, alafu tena tuendelee. Mkombozi wa kwanza anakuwa mkombozi wa familia. Praise the name of the Lord. Family deliverer. Hallelujah. Mkombozi wa familia ni mtu yule katika familia yenu Mungu amechagua mmoja wenu na akamfanya mtu mkubwa. Hallelujah. Na akampa uwezo wa mali na pia akampa uwezo wa upendo. Hallelujah. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza pewa mali na akose upendo wa kupenda ndugu zake. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu akamchukua huyu family deliverer na akamfanya awe kwamba amembariki, akamuinua na biashara, akamuinua na mambo makubwa, na pia akampa kibali cha kupenda familia yake. Praise the name of the Lord. Na because hata ukienda kwake ukimulilia ndio ninataka unisaidie niende college, anakuuliza ungetaka kwenda college gani, anakulipia ile college. Praise the name of the Lord. Huyo ndiye mkombozi wa hiyo familia yenu, na huwa akiwa mkombozi inafaa mheshimu, kwa sababu mkombozi yeyote ametiliwa mafuta na Bwana. Praise the name of the Lord. Family deliverer. Na mkombozi ni nani? Mkombozi, a deliverer is someone who rescue others from danger. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Up from bondage or from bad experience. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Someone who rescues you from danger is someone that you call a deliverer. Inua mkono, sema I will become a deliverer. In the mighty name of Jesus Christ, I will deliver my family. In the name of Jesus Christ. Mkombozi wa pili ni prophetic deliverer. Prophetic deliverer. Hallelujah. Prophetic deliverer ni mtu ambaye ameitwa kiungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Prophetic ni wale watu ambao katika boma yenu, kama mimi kwetu, mimi nimeitwa nikiwa prophetic deliverer. Praise the Lord. Hata my brother yeye ni mchungaji na yeye pia ni prophetic deliverer. Hallelujah. Na ndiposa ni vizuri usidharau watumishi wa Bwana. Hallelujah. Kwa sababu mtumishi wa Bwana kuna jambo anaweza nenea familia yako, ama nenee hata nchi, ama nenee ugonjwa ambao uko nao na upone. Praise the name of the Lord. Lakini watu wa Kristo wamekuwa watu wa kupiga prophetic deliverer. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Kuna mambo ama kuna watu ambao hawavai vizuri kama vile tungetaka sisi wenyewe. Hallelujah. Kuna watu ambao hawatoi mahubiri kama vile unasikia wengine wakitoa, lakini huyo mtu mheshimu kwa sababu ni mtumishi wa Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna wengine hata akihubiri mate inaruka kila mahali. Hallelujah. Kwa sababu ni maumbile yake, lakini believe you me, that is a servant of God. Oh, hallelujah. Huyo ni mkombozi ambaye anaitwa prophet.
Haleluya. Mkombozi mwingine ama deliverer mwingine ni marketplace deliverer. Kuna watu, na nitapeana mfano na mmoja wetu ambaye yuko hapa, na niko na watu wengi ama marafiki hata wengine mnawajua. Ukiangalia duka kama wa Jose, haleluya, wa Jose, ile duka inapakwa rangi. Oh haleluya, kwa sababu kuna mafuta fulani. Wewe enda ujaribu kufungua hiyo duka. Haleluya, enda ujaribu kufungua duka kama hiyo. Kuna mafuta fulani ambayo imewekwa juu yake. Oh haleluya, praise the name of the Lord. Bishop Ben, kuna mafuta fulani ambayo imewekwa juu yake as a prophetic deliverer. Oh haleluya, na ndiposa mtu mwingine akienda, akitoka hapa anaona vile ile neema bishop ako nayo, anatembea nayo mahali hapo wakiwa na reverend. Haleluya, anasema ya kwamba ninaondoka ninaenda kufungua kanisa, akifikiria ya kwamba ile neema. Oh haleluya, praise the name of the Lord. Kuna neema fulani iko mahali hapa. Praise the name of the Lord. Ukifika mahali hapa unasikia upendo, unasikia mbingu imefunguka. Kuna neema fulani iko na Bishop Ben na Reverend Patricia na Baba Paulia Chosen. Praise the name of the Lord. Even in the marketplace, kuna watu ambao wakifungua hata biashara wananawiri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakifungua, mimi nilienda hiyo duka tukiwa na mzee pale Eldoret. Watu wanafunga foleni kutoka hapa mpaka kule barabarani wakitaka kuingia hiyo duka. Praise the name of the Lord. That man is a family deliverer. Is a marketplace deliverer. Hallelujah. Kwa sababu watu wengi, hata watu wa kutoka Tanzania, watu wa kutoka Kitale wanakujia vitu zake zote hapo. Ndipo kuna jaa watu. Kwa sababu yeye Mungu amemuita katika marketplace deliverer. Praise the name of the Lord. Ni vizuri tujue na tufahamu ya kwamba wewe Mungu amekuitia upande gani wa maisha katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa utangulizi tu ninatangulia siku ya leo. Tukajue who is a deliverer. Kuna mkombozi aina ya nne ambaye anaitwa political deliverer. Oh hallelujah. Praise the name of the Lord. Political what? Political deliverer. Political deliverer ni wale ambao wanasimama kisiasa. Hallelujah. Ni wangapi wangetaka kuwa wanasiasa hapa? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tunakupaka mafuta na tunakutuma uende ukasimame uwe political. Hallelujah. Hata katika serikali we need watu ambao wameokoka. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tunahitaji watu ambao wanasimama na wanashikilia imani hata wakiwa katika bunge. Hallelujah. Political deliverer. Na Mwai Kibaki alikuwa political deliverer. Hallelujah. Mwai Kibaki enda Nairobi ukute Thika Highway. Deliverer akafungua njia ikawa na reli 4 kutoka Nairobi mpaka Thika. Hallelujah. Akawa deliverer. Akatengeneza economy. Political deliverer. Oh hallelujah. Praise the name of the Lord. Huyo ni mkombozi wa 4, political deliverer. Na yule ambaye angetaka kusimama UMCA, UMP, tunawaombea ya kwamba muje kanisani, tuwaombee na tuwapake mafuta na muende mkasimama kwenye hizo viti katika jina la Yesu. Hallelujah. Watu wengine wanasema, mimi sitaki siasa. Siasa ni lazima zipigwe. Hata wakati wa Yesu kulikuwa na siasa. Hallelujah. Kulikuwa na siasa tena moto sana. Oh hallelujah. Kwa hiyo ni vizuri tujue which life katika delivery are you called into in your life in the mighty name of Jesus. Hallelujah. A deliverer is someone who saves and set others free. Oh, praise the name of the Lord. Ukiona wewe unatumika sana kusave watu wengi. Oh hallelujah. Ukiona hata wewe unaweza kosa kukula ununulie mtu mwingine chakula, because there are people like that. Kuna watu wa aina hiyo. Bishop Ben, I remember one day we went to Tanzania. Na alipoenda Tanzania, katika ile kanisa ambayo tulikuwa pale Sumbawanga, akaingia mahali pale, na tulipokuwa tunamaliza hiyo wiki, akaona ya kwamba hawana kamera. Praise the name of the Lord. Hawana vyombo za kupeperusha yale mahubiri. Na alipoangalia kile kitu ambacho walimpatia, Bishop Ben alirudisha chote.
Haleluya. Akachukua bahasha yote, akasema ninaona hii kanisa iko na hitaji. Praise the name of the Lord. Akawa deliverer wa ile kanisa ya TAG Sumbawanga. Oh, hallelujah. May you become a deliverer in the mighty name of Jesus. May God use you to become a deliverer in the name of Jesus. Hallelujah. Tukiwa na yeye pia tukatoka hapo, tukatoka Sumbawanga, tukaja mpaka Mbeya, tukaingia Dar es Salaam. Tulipotoka Dar es Salaam, tukaingia Dodoma. Tulipoingia Dodoma siku ya Sunday, akapewa mzigo tena na Mungu. Oh, hallelujah. Because God has chosen him as a deliverer. Akiingia katika kila kanisa. Mimi tumeenda na yeye safari nyingi. Tumeingia makanisa mengi. Bishop Ben akiingia kanisani, Roho wa Bwana huwa anamnenea asaidie lile kanisa. Praise the name of the Lord. Roho wa Bwana anamnenea, anamwambia. Tulipoingia Dodoma pale kwa yule babangu Dr. Vangas, tulipoingia pale TAG siku ya Sunday, Mungu akamweka mzigo, akamwambia nimetoka kwa kijana yako, na kijana yako ako na basi, na wewe baba hauna basi. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Akasema ya kwamba watu wasimame tununue ile pesa kidogo walikuwa wamebakisha, hata nadhani ilikuwa inaitwaje, ilikuwa pocket money yake, akatoa katika ile madhabahu. Praise the name of the Lord. Akabariki yale madhabahu. Why? Because he is always a deliverer. Praise the name of the Lord. Hallelujah. A deliverer is someone who save or set others free. Praise the name of the Lord. What yule bishop ama yule reverend wa Dodoma akawekwa huru kununua ile gari. Hallelujah. Akaitisha pesa ya ile basi. Oh, umejubi kama deliverer. Si ukiingia kila mahali watu washangilie, kwa sababu wataona ya kwamba Mungu ametumana katika maisha yetu katika jina la Yesu. Hallelujah. Lakini si watu wakikuwa na wafamilia wanakimbia, kwa sababu wewe huwezi wasaidia. Si Mungu atubariki hata na mali za dunia hii katika jina la Yesu, ili tuweze kusaidia watu wa jamii zetu. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba Joseph kulikuwa na watu 70 nyuma yake. Watu 70 wa familia walikuwa nyuma yake ambao waliita awasaidie. Praise the name of the Lord. Lakini wewe hata tunako yule mdogo kumsaidia tu na kulipa school fees ya pesa nyingi ya 5,000 ni shida. Oh, si Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Si Mungu atupe wisdom ya kujua ya kwamba Mungu ametubariki na hizi mali ili tuweze kusaidia. Praise the name of the Lord. Ili tuweze kuwa deliverer kwa watu wetu. Watu wetu watapata passport vipi? Hallelujah. Watu wetu watapata njia za nje vipi? Hallelujah. Kuna watu ambao wakiingia ndege, akienda kazi ni yeye mwenyewe kwa familia yao peke yake, ambaye siku zote atakuwa nje. Hakuna mtu ataita. Praise the name of the Lord. Na hiyo ni roho mbaya na tunafaa tuikemee katika jina la Yesu. Praise the name of God. We need to have a deliverer heart. Oh, hallelujah. Tunafaa tuwe na roho ya kukomboa, na sio kukomboa tu watu wetu. No. Ukiingia mahali na upate ya kwamba kuna kazi nzuri, unaita watu wa jamii na wa familia katika jina la Yesu. I remember I have my uncle is called John Kihara ama Papa, na anakuwa kule Embu Town. Yeye ndiye a family deliverer wa kina mamangu. Praise the name of the Lord. Yeye ameita brother yake zaidi ya 5, ameita sister zake zaidi ya wengi, amewaita wote, na akaenda akanunua shamba huko. Aliponunua shamba huko akawaita na akawapatia kazi. Kila mtu anawapatia kazi. Ananunua gari, anapatia kijana huyu. Ananunua kitu, anapatia kijana huyu. Akawa family deliverer. Praise the name of the Lord. Mpaka siku ya leo yule mzee amebarikiwa kubarikiwa. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Inua mkono wako, sema we become a deliverer in the mighty name of Jesus Christ. Na kama kuna mambo ambayo sikuwa najua, ninaomba Bwana unisamehe katika jina la Yesu Kristo. Pengine Bwana umenibariki na mali, pengine Bwana umenibariki na mambo makubwa, lakini sijaweza kupata nafasi ya kuinua hata watu wetu. Ninaomba Mungu ukanipe nguvu katika jina la Yesu. Hallelujah.
mzee hiyesajaliwa. Watu wale huwa wanakuja hapa kulilia yule mzee ni watu zaidi ya 20. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu, kuna time shetani alikuwa amempiga na ugonjwa, lakini Mungu akasema ya kwamba hakuna mahali anaenda, atakaa ili awe deliverer kwa wengi. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Ukiwa na shida uende uambie mzee niko na shida ABCD, hata nyumba anakulipia. Na yeye yule mzee hakuna siku atakosa. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Hakuna siku atakosa kwa sababu Mungu anaangalia moyo wa deliverer. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Na tukaona a deliverer is someone who saves or set others free. Mzee huwa anasave watu kutoka watu wafungiwe nyumba. Hallelujah. Kuna watu wanakujanga hapa hawana fear, anawabariki na fear. Hallelujah. So he is a deliverer. Tupigie makofi baba wetu katika jina la Yesu. Hallelujah. Mzee ulijua ya kwamba wewe ni deliverer wa kizazi hiki katika jina la Yesu. Hallelujah. Kuna watu mpaka huwa wanamuitisha pesa nyingi, mzee, pesa nyingi. Hallelujah. Wanamuitisha pesa nyingi na anawapatia because he is a deliverer. Na akikupa amekupa. Harudiki nyuma eti kukuitisha. Hawezi kurudi nyuma. Kukuitisha. Hawezi kukuitisha. Anamwambia ninakubariki mwanangu. Oh, hallelujah. May you become a deliverer in the name of Jesus. Inuka kwa miguu yako sasa, tukamwambie Bwana kwamba atusamehe dhambi na makosa. Kama kuna mahali ambapo tumekosea, Bwana tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Umetubariki na mali, umetubariki na kazi, lakini hatujakuwa na nafasi ya kuita hata watu wetu, hata watu wa jamii zetu, hata watu wa nje. Bwana, ninaomba Bwana msamaha wako katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao wamebarikiwa, kuna watu ambao wako na kazi nzuri, lakini wamekosa ufahamu wa kujua ya kwamba Mungu aliwabariki na hizo kazi. Oh, hallelujah. Ili wainue wale watu ambao hawajiwezi katika jina la Yesu Kristo. Shakatola bazaya makatele bozikata la bagadaba sheketele bozikata bazaya. Ninaomba Bwana ya kwamba katika hao wakombozi waine, ya kwamba Bwana kama kuna mtu ambaye yuko hapa ambaye ni mkombozi wa familia, ya kwamba Kristo utampaka yale mafuta yatazidi kutiririka katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna watu kwenye marketplace ambao wako hapa, I declare in the mighty name of Jesus Christ, Shakatola bazaya, ya kwamba wiki hii utawafungulia njia. Watu wengi watapata kubali kukula katika mikono yao katika jina la Yesu Kristo. Kama kunao Bwana ambao ni prophetic, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba si Mungu kuwafungulia njia, si Mungu kuwafungulia marako, si watu wapone kupitia kwa maisha yao katika jina la Yesu Kristo, kwa maneno ambayo watatangaza. Ninatangaza siku ya leo ya kwamba katika jina la Yesu si mambo makubwa yafanyike katika jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao wako kwenye siasa political, I pray in the name of Jesus, wale ambao wanataka kusimama ama wale wako kwenye viti, ya kwamba hawatazitumia hizo viti vibaya in the name of Jesus, but they shall become a deliverer to many in the mighty name of Jesus Christ. Shakatoli bagadaba shegele bozikata la bazika. Mwambie Bwana, ninaomba unifanye deliverer in the mighty name of Jesus. Where I am, where you have placed me, I will become a deliverer in the mighty name of Jesus. I will become, help me Lord, to Robert God, to maintain the anointing of a deliverer in the mighty name of Jesus. I will rescue many, I will make many free in the mighty name of Jesus. Shakatoni muzika la bazika, shakalabazuna mahanda, in the mighty name of Jesus Christ. Makatona, inua mkono wako kumwambia Bwana, ninaomba unipake na mafuta ya ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Nipake mafuta ya ukombozi ili watu wengi kupitia kwa mikono hii yangu wakapate msaada, ili jamii yangu kupitia mikono hii wakapata kubadilishwa hali katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninasema ni asante. Inuliwe Bwana na upewe sifa. Tunakushangilia kwa makofi mazuri, shangwe na vigelegele, tukitangaza ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu. Thank you Lord, because there is none like you. In Jesus' mighty name we pray and we do believe. Say amen.
Sema mimi nitakuwa mkombozi. Mimi nitakomboa jamii yetu. Mimi nitakomboa marafiki zetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hallelujah. You can take your miracle seat in the name of Jesus. Wakati mwingine those who are watching us and those who are here, wakati mwingine wa kujitolea sadaka zetu. Kila ibada huwa inakamilika ukitoa sadaka. Praise the name of the Lord. Na hakuna ibada bila sadaka. Praise the Lord. Hallelujah. Na katika nyumba ya Bwana kuna mahitaji mengi. Watu wanasema eti kanisa ndio tuko na shamba, ndio tuko na kila kitu, lakini tuko bado na mahitaji. Praise the Lord. We need, tunalipa stima, tunalipa wafanyikazi, na ninaomba ya kwamba wiki hii ya kwamba yeyote ambaye ataingia ama atasikia huu ujumbe, ya kwamba kile chochote ambacho atakachojitolea ya kwamba kikarudi kwake kikiwa mavuno makubwa katika jina la Yesu. Ninatangaza kwamba sadaka yeyote ambayo watu wako watajitolea wiki hii, ya kwamba Kristo usikia haja na kilio chao na ukawatimizie katika jina la Yesu. Our paybill number yetu ni 842769. Wale ambao wanatumia simu 842769 is our paybill number. Na pia you can send via M-Pesa. It is 0700899899. 0700899899 is our M-Pesa number. Na pia you can give via wale ambao cash. Kama uko na cash, this is our offering box. You can put here, this is our offering box. We have church bill. Kama uko na elfu yako moja, elfu zako mbili, na ungetaka kutusaidia kulipa stima, you can pay through this paybill number. Na pia kama uko na fungu lako la 10, kama unafanya biashara na Mungu amekufanikisha siku ya leo, unapokikia katika nyumba ya Bwana, Mungu amekupa hela ama amekubariki na time, njoo uweke hapa na umwambie Bwana, ninaomba ya kwamba uniondolee waraji katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Baba, nabariki watu wako wanapotolea sadaka zao. Bwana, ninazitakasa kwa jina la Yesu, na nitangaza na kwamba zikawe manukato mazuri katika Bwana jina la Yesu. Wale ambao Bwana wanajitolea kupitia simu na wabariki. Wale ambao wanajitolea kupitia Bwana cash na wabariki. Na ninatangaza kwamba wiki hii kawe wiki ya ajabu, na Bwana kuwapigania vita zao zote katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza simama kwa miguu yetu. As we are giving in the name of Jesus. Na kama umepeana na simu, kama umetoa na simu, hallelujah, unakuja unashikisha hapa.